Na mtazamaji wangu, habari mbaya zimeweza kumkumba Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Hii ni baada ya leo hii viongozi wa kidini kusimama kabisa na vijana Gen Z waliokuwa wakiandamana kabla ya uchaguzi mkuu. Viongozi wa kidini wameweza kutaja mambo ambayo yaliweza kuchangia Jamhuri ya Tanzania kufikia mahali ambapo imeweza kufikia hivi sasa kwa njia moja ama nyingine. Uongozi wa serikali awamu ya 7, uongozi wa serikali awamu ya 6 kwa wakati huo, kutokana na utekaji, mauaji waliokuwa wakifanya, ndio chanzo kikuu cha maandamano. Viongozi wakuu wa dini la Katoliki wameweza kudhibitisha hili. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa itaweza kuwa vyema iwapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kwa hapo kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe. Pia ni vyema uweze kulike na kushare video zetu ili moja kwa moja YouTube iweze kusuggest video hii kwa wale wote wanaozidi kufuatilia siasa za Jamhuri ya Tanzania. Naam, mtazamaji wangu, siku jana tumeshuhudia msamaha wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan, ila ikumbuke kwamba msamaha haujaweza kumaliza shida ambayo ilisababishwa na uongozi wa serikali ya awamu ya 6. Leo hii viongozi wa kidini Katoliki wameweza kuzungumzia na kudai kwamba tukio kama la kutekwa kwake Mheshimiwa Humphrey Polepole, mbona uongozi wa serikali awamu ya 6 kabla ya uchaguzi mkuu waliweza kutarajia wafuasi wake Mheshimiwa Humphrey Polepole waweze kuwa kimya, ili hali hawajui alipo kiongozi wao ama aliyekuwa akiwafanyia uhamasishaji kadri uchaguzi mkuu ulipokuwa ukikaribia. Pia mchungaji huyu ambaye ameweza kudhihirisha wazi kwamba kipindi na wakati ambapo Mheshimiwa Tundu Lissu ataweza kufunguliwa kesi ya uhaini, vipi kuhusiana na wafuasi wake wa chama Chadema ambao hawakuweza kufurahishwa na jambo ambalo halijawahi kutokea katika uchaguzi wote ule katika Jamhuri ya Tanzania, kukamatwa kwa mwenyekiti mkuu ambaye ni Mheshimiwa Tundu Lissu, pia kukamatwa kwa mwenyekiti msaidizi mshikililizi aliyekuwa akishikilia wadhifa wake Mheshimiwa Tundu Lissu. Yote haya yaliweza kufanywa na viongozi wakuu wa serikali ya awamu ya 6 chini ya chama Chadema, chini ya chama cha CCM. Mambo haya yote yaliweza kuchangia kwa njia moja ama nyingine wafuasi wake Mheshimiwa Humphrey Polepole, wafuasi wake Mheshimiwa Tundu Lissu na wa chama Chadema kwa ujumla kuona ni vyema kutonyamazia kimya yale yaliyokuwa yakiendelea kwa viongozi wao. Pia mbaya kabisa, visa vya utekaji vilivyokuwa vikiendelea. Haya yote yaliweza kusababishwa na uongozi wa serikali awamu ya 6 kwa wao kujali manufaa ya wao kufanikisha azma zao za kuingia Ikulu kwa mara nyingine kuongoza serikali awamu ya 7, jambo ambalo limeweza kusababisha vifo vya idadi kubwa ya vijana Gen Z waliokuwa wakiandamana kwa ajili ya kupinga na kukosoa uongozi huo wa serikali awamu ya 6, ile hali umeweza kufanikiwa kuingia mamlakani kuongoza Jamhuri ya Tanzania na serikali ya awamu ya 7, jambo ambalo halijaweza kufurahisha idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania. Pia baadhi ya wanaharakati kutoka katika mataifa ya East Africa wameweza kudai wazi kwamba uchaguzi ulioweza kufanyika katika Jamhuri ya Tanzania haukuweza kuwa halali kabisa, kwani sote tunafahamu mwenyekiti wa chama Chadema Mheshimiwa Tundu Lissu, chama chake hicho Chadema hakikuweza kuruhusiwa kuchukua fomu, na pia Mheshimiwa Tundu Lissu hakuweza kupewa nafasi ya kupeperusha bendera ya chama hicho katika nafasi ya urais kwa uchaguzi ulioratibiwa kufanyika mapema tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2024, kwani uongozi mzima wa serikali ya awamu ya 6 ulifahamu jinsi gani ambavyo Mheshimiwa Tundu Lissu angeweza kushinda uchaguzi huo. Hivyo basi, kwa njia moja ama nyingine, kesi ya uhaini ikaweza kufunguliwa dhidi ya Mheshimiwa Tundu Lissu ili kumzuia mahakamani ama huko gerezani, ndipo ambapo asiweze kuwania kiti cha urais, jambo ambalo halikuweza kufurahisha idadi kubwa ya Watanzania kuwania ama kushiriki zoezi la kupiga kura
huku mpinzani mkuu ambaye ni Mheshimiwa Tundu Lissu naye aliyekuwa na azma yake ya kufanikisha kuingia Ikulu kama rais wa 7 katika Jamhuri ya Tanzania aliyechaguliwa na Watanzania pia aweze kuongoza serikali awamu ya 7. Jambo hilo ambalo idadi kubwa ya vijana Gen Z waliokuwa wakiandamana waliweza kupenda Mheshimiwa Lissu kulinganishwa na uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Sote tunafahamu ni kwa nini ambapo Mheshimiwa Tundu Lissu aliweza kuvutia idadi kubwa ya vijana Gen Z ambao waliweza kumwamini ya kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu ataweza kuwa kiongozi mwafaka kwa yeye aweze kupigiwa kura ili kuongoza Jamhuri ya Tanzania. Kwanza kabisa sote tunafahamu jinsi gani ambavyo Mheshimiwa Tundu Lissu aliweza kutoa ahadi ya ajira kwa vijana Gen Z, jambo ambalo kwa njia moja ama nyingine sote tunafahamu jinsi gani ambavyo hivi sasa viongozi wakuu wa chama cha CCM na serikali ya awamu ya 7 wasingependa vijana wa Tanzania kuwa na ajira. Haya yote tumeweza kuyashuhudia kipindi na wakati ambapo chama cha CCM kilikuwa kikifanya rali zao. Mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine, ukweli wa mambo ama uhalisia kipindi na wakati ambapo chama cha CCM kilipokuwa kikiitisha rali ama kufanya rali katika mikoa mbalimbali, tulishuhudia yaliweza kutoa mabasi ya kusafirisha watu kutoka eneo moja hadi lingine. Pia tulishuhudia jinsi gani ambavyo walikuwa wakilipa watu pesa kwa ajili ya kuhudhuria rali za chama hicho cha CCM. Kwanza kabisa ni kuandaa kamera kipindi na wakati ambapo kutaweza kupeperushwa taarifa ama habari yoyote ile ikizungumzia rali ya viongozi wakuu wa CCM isiweze kuonyesha jinsi gani ambavyo watu ni wachache na waliweza kususia kuhudhuria rali hiyo, ndipo ambapo waliweza kulazimika kuchukua idadi kubwa ya watu na waweze kuwalipa, ambapo watu hawa hawana ajira, ndio maana wameweza kukubali pesa hizo kwa wao kuhudhuria na kulipwa ili waweze kukidhi mahitaji yao. Ile hali sote tunafahamu kwamba kipato hicho cha siku moja ambapo wameweza kupewa itakuwa ngumu kumsaidia kwa mwezi mzima, tofauti kabisa na iwapo uongozi huo wa chama cha CCM ungeweza kuweka ajira na sio kuwapa watu pesa. Jambo hilo Mheshimiwa Tundu Lissu aliweza kudai kwamba ataweza kuweka ajira kwa vijana Gen Z. Pia kwa njia moja ama nyingine, ingekuwa kama katika rali za CCM tusingeweza kushuhudia watu na hata mataifa ya kigeni yakose kuona umati mkubwa katika rali za CCM, moja kwa moja katika matokeo ya urais ambayo Rais Mama Samia Suluhu Hassan anazidi kudaiwa kushinda kwa 98%, watu wengi wasingeweza kukubali. Hii inadhihirisha wazi jinsi gani ambavyo uongozi huu wa serikali ya awamu ya 6 na chama cha CCM waliweza kuwa mbele ya muda, ndipo ambapo wakaweza kuona ni vema waweze kulipa watu wahudhurie katika rali zao kipindi na wakati ambapo matokeo yataweza kutangazwa kwa idadi kubwa ama kwa kiwango kikubwa wameweza kushinda uchaguzi. Wapo na picha za kujitetea mikoa mbalimbali kuonyesha jinsi gani ambavyo watu walikuwa wakijitokeza katika rali zao, picha ambazo hata wataweza kujitetea wakati wote ule ambapo mtu ataweza kupinga matokeo ya urais. Mtazamaji wangu, amini usiamini, hili Mheshimiwa Tundu Lissu aliweza kulifahamu kwa muda mrefu, na ndipo ambapo kila alipoweza kuanzisha uhamasishaji kujaribu kusisitiza watu kutohudhuria rali za CCM aliweza kukamatwa na madai ya uhaini, jambo ambalo leo hii maaskofu ama viongozi wa kidini bila uoga wote ule wameweza kujitokeza na kuweka hadharani kwamba Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan aliweza kuchangia pakubwa yeye na serikali yake awamu ya 6 kwa maandamano yaliyoweza kushuhudiwa katika Jamhuri ya Tanzania, jambo ambalo limeweza kuvunja mioyo ya Watanzania wengi baada ya wao kupoteza jamaa wao wa karibu katika maandamano yaliyokuwa ya amani. Ila mtazamaji wangu, jambo la maandamano katika Jamhuri ya Tanzania ni sawa, tumeshuhudia msamaha wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan, ila
Kutokana na tetesi zinazozidi kujadiliwa katika mitandao ya kijamii, huenda hata ijapokuwa vijana hawa wameweza kuachiwa huru, ila uongozi wa serikali awamu ya 7 hivi sasa huenda wakawa na changamoto mpya kwa maandamano mapya tarehe 9 mwezi wa 12. Je, mtazamaji wangu, mtazamo wako ni upi? Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.